Kikubwa ambacho baada ya kuja kuchaguliwa kuwa diwani, tumeweza kukaa katika kipindi cha nyuma, tumeweza kuona matazamio ya wananchi wanahitaji nini, especially kina mama. Kina mama wengi wamekuwa na changamoto nyingi zaidi kwenye masuala ya unyanyasaji na pia swala la mikopo. Na hapa halmashauri ndipo kitovu ambacho kuna mikopo ile ya Mheshimiwa Rais aliyotoa ya 10%. Kwa hiyo tumekuja hapa sisi wanawake lazima tuwapambanie wananchi na wanawake wote ili waweze kupata mikopo ya 10% ili waweze kutatua changamoto nyingi. Katika jamii yetu tumeona kwamba kina mama ndo kila kitu. Wanawake wengi wanabeba mizigo mingi. Wanawake wengi wana majukumu mengi, lakini hayo majukumu wanayafanya kwa njia ngumu sana. Tumshukuru Rais ameweza kuona kwamba mikopo hiyo inaweza kuwasaidia kina mama kutatua changamoto. Kwa hiyo kipaumbele kikubwa cha mimi kama nikiwa diwani wa viti maalum na madiwani wenzangu, tumeamua kwamba tuje tuwapambanie wanawake ili na sisi tuweze kuamua kina mama kutokana na changamoto kubwa na ngumu walizokuwa nazo katika jamii hii. Matazamio yetu ni makubwa kwa sababu viongozi walioko pia ambao ni madiwani, ninaamini tutashirikiana kwa 1% kubwa sana. Na katika kushirikiana kwetu, ukilinganisha pia kwamba walioko baadhi pia ni wazoefu, kuna mikakati ambayo tulikuwa tumeweka kwa ajili ya barabara zetu. Tunatambua kwamba Arusha DC bado tuna changamoto ya barabara. Tunaamini ya kwamba tutashirikiana kwa 1% kubwa, tutakuja na mpango mwingine hata tutafuta mawakala kwamba barabara zetu ziweze kuwa katika hali nzuri. Sisi waheshimiwa madiwani au kwa cheo changu cha umakamu, kwanza kabisa sisi madiwani tunasimama na tutaenda kwa uhakika kabisa kwenda kuhakikisha kwamba tunapigania kata zetu, wananchi waweze kunufaika na yale miradi ambayo inawahusu kufika, hususan barabara, maji, umeme na mengine mengi ambayo yatajitokeza. Hasa tukiwasaidia kuangalia wasiojiweza ni namna gani tutaweza kuwasaidia watoto yatima, wajane na watu wasiojiweza, hasa pia na watu wenye ulemavu na mambo mengine yanayohusiana na hayo.